Asante vijana, asante. Serengeti oye! CCM oye! Serengeti nimewaelewa. Niliambiwa utakuwa na mkutano mdogo Serengeti. Huu ni zaidi ya mkutano mkubwa Serengeti. Asanteni sana. Na hii ni imani kwa chama chenu, lakini imani pia kwa viongozi wenu Serengeti. Asanteni sana. Sasa ndugu zangu wa Serengeti, mmenifanya nimeemewa. Nimeacha kuanza na protocol, lakini natambua viongozi wote waliopo. Itifaki yote naitambua. Wazee wetu, machifu na wote natambua uwepo wenu. Kwa sababu ya wingi huu na furaha imenifanya nianze na wananchi. Lakini ndugu zangu wana Serengeti, hiki ni kituo changu cha mwisho ndani ya mkoa huu wa Mara. Hii tunaweza kuita ni send off. Kama ni mwali basi send off yetu ya maana sana, kubwa sana. Nimewaelewa Serengeti. Serengeti oye! Mara oye! Aya, sasa kwa sababu ni kituo cha mwisho, nitumie fursa hii kushukuru sana uongozi wa mkoa na wilaya zote kwa mapokezi mazuri na kuagwa kuzuri. Sasa kwenye kuaga nishukuru sana wilaya ya Serengeti kwa maandalizi huu na kuniaga vizuri hivi. Ndugu zangu wana Serengeti, oye oye! Haya, tusikilizane. Tusikilizane. Kazi na utu. Kazi na utu. Ndugu zangu wa Serengeti, hasa mji huu wa Mugumu, kama alivyosema mgombea ubunge, mji huu una umuhimu na fursa kubwa za uwekezaji kwa hoteli za kitalii, kwa kuwa upo kati ya maeneo ya hifadhi au maeneo yaliyohifadhiwa kwa wageni wanaotoka Sirari na Seronera kwenda Kogatende, kaskazini mwa hifadhi ya taifa ya Serengeti, ambako pia kuna utalii wa mzunguko wa nyumbu wanaohama kwenye ekolojia ya Serengeti. Kwa hiyo mji huu ni mji wa mkakati wa utalii. Kipindi hiki vile vile tumeshuhudia uwekezaji kwenye sekta ya utalii hapa Mugumu, na wawekezaji wanavutiwa na vitu vingi, ikiwa ni pamoja na usimamizi mzuri wa mipango ya kutunza na kuendeleza hifadhi, mipango ambayo imewezesha mara kadhaa mbuga yetu ya Serengeti kushinda tuzo za kimataifa. Serengeti oye! Serengeti imekuwa hifadhi bora duniani, na kwa miaka nadhani 3 mfululizo tumekuwa tukishinda hiyo tunzo. Hii ni hatua muhimu, kwani itazidi kuwavutia watalii wengi zaidi wa ndani na nje ya nchi. Kule nje wakisikia kuna Serengeti ambayo inashinda tunzo mfululizo, watataka kujua ni wapi na watakuja. Lakini hata watalii wa ndani na wenyewe watatamani kujua Serengeti ni wapi na watapenda kuja, na hali hiyo itavutia zaidi biashara
na kuvutia zaidi wawekezaji. Na ikivuta biashara, ikivuta wawekezaji, ni fursa zaidi za ajira kwa vijana wetu hawa. Sasa katika miaka mitano inayokuja, na mkitupa ridhaa, mkituchagua, lengo letu katika utalii ni kuendelea kutangaza vivutio vyetu na kukuza utalii kufikia watalii milioni 8 kwa mwaka ifikapo mwaka 2030. Hivyo basi, hifadhi ya taifa ya Serengeti itakuwa sehemu muhimu ya kufikisha watalii hao milioni 8. Vile vile katika ilani yetu ya mwaka huu mpaka mwaka wa 2030 tumewaahidi kuwa hapa Mugumu tutakuja kujenga kiwanja cha ndege. Imo kwenye ilani. Kwa lile ombi la kiwanja cha ndege Mugumu limo kwenye ilani. Na tutajenga uwanja huo ili tuwezeshe watalii kutua moja kwa moja ndani ya hapa mji wa Mugumu. Kwa hiyo kwa upande wa utalii bado tuna kazi ya kufanya, kukuza utalii, lakini kubwa zaidi kuleta kiwanja cha ndege hapa ndani ya mji huu. Ndugu zangu wa Serengeti, mgombea ubunge amesema maeneo ya afya, elimu, maji, lakini nataka niwaambie ilani yetu ya Chama Mapinduzi, kama ilivyokuwa ilani iliyopita, na hii pia inazungumzia maeneo hayo. Dhamira yetu na nia yetu, wale wote ambao huduma za elimu hazijawafikia ziende kuwafikia, na si tu elimu ya msingi na sekondari, lakini pia VETA, vyuo vya ufundi, pamoja na vyuo vikuu, makampasi yake, matawi yake, tumeanza kuyasambaza maeneo mbalimbali Tanzania. Kwa upande wa afya, tunataka kila Mtanzania awe karibu na huduma za afya katika ngazi zote: zahanati, vituo vya afya, hospitali za halmashauri au za wilaya, hospitali za mkoa na zile za rufaa. Na kwa hapa Mara tayari tumejenga hospitali ya rufaa na tunaendelea kuijengea uwezo zaidi, pamoja na vituo vya afya vya halmashauri na zahanati nyingi tayari tumejenga na tutaendelea kufanya hivyo. Kwa upande wa maji, najua maji ni uhai, maji ni takwa la kila mwanadamu. Tumejaribu kufanya, tumefikia tulipofikia, na ilani yetu inayokuja tunasema tunakwenda kujenga miradi ya maji mpaka kila mwana Serengeti awe karibu na huduma ya maji. Kwa hiyo bado tunaendelea, hatujafika mwisho wala hatusimami, hatusiti, bado tunaendelea. Umeme vile vile, ilani iliyopita ilituambia tupeleke umeme kwenye vijiji. Tumemaliza vijiji vyote ndani ya mkoa wa Mara, sasa tuko kwenye vitongoji na kazi inaendelea. Kwa hiyo maeneo haya, ndugu zangu, hatuna shida, tunakwenda kuyafanyia kazi. Vile vile kwenye sekta za uzalishaji, tunajua wana Serengeti mbali na ufugaji, lakini nyinyi ni wakulima wazuri na wahifadhi wazuri pia. Kwa hiyo tutaendelea na ruzuku zetu kwa upande wa kilimo, tutaendelea kutafuta masoko kwa bidhaa za kilimo, za chakula na zile za biashara, ambao siku hizi hakuna tofauti. Mchele pia ni biashara, mahindi pia ni biashara. Kwa hiyo tutaendelea kutafuta masoko mazuri ili tuende vizuri. Ndugu zangu wana Serengeti, kwa upande wa barabara, kazi ni ile ile. Barabara iliyotajwa hapa na iliyoombwa tayari iko kwenye ilani na tutakwenda. Vijana tulieni, mtaumiza wengine. Vijana tulieni. Nilikuwa naongelea kwa upande wa barabara, zote ziko kwenye ilani na tunakwenda kuzijenga.
Ndugu zangu wana Serengeti, nataka kuongea jambo moja, nalo ni jambo la mshikamano wa Watanzania. Nataka nizungumze nanyi kwamba pamoja na mila na desturi zetu, lakini suala la umoja wa Watanzania ni suala muhimu sana. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu alipotuumba hakuumba kwamba mwenye kichwa fulani anachozaliwa nacho ana akili zaidi kuliko mwenziwe. Lakini pia hatukuambiwa kwamba mwanamke ana akili zaidi kuliko mwanamume au mwanamume ana akili zaidi kuliko mwanamke. Mwenyezi Mungu alitutofautisha kwenye zile kazi alizotupa, kazi ambazo alituambia wanawake tutabeba mimba na tutazaa kwa uchungu, na akatuumba kwenye maumbile hayo. Wanaume mkaambiwa nyinyi ni wasimamizi wa wanawake na mtafanya kazi kutunza familia zenu. Lakini jinsi tunavyokwenda, wanawake hao sasa wanafanya kazi na kutunza familia zao. Uongo kweli? Nataka niwaambie, nimeanza na hadithi hiyo kwa sababu nimeanza kusikia maneno kwamba mgombea wetu huyu ni mwanamke, na kwa mila na desturi zetu hatutaki mgombea mwanamke. Kwenye endeleo, ndugu zangu, hakuna mwanamke, hakuna mwanamume. Mimi ninayesema hapa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndani ya miaka 4 nimefanya makubwa sana. Sasa ingekuwa mwanamke hawezi, nisingeweza kuyafanya. Mungu alituomba wote na akili sawa, akatupa na uwezo wa kufikiri. Ukiwa mwanamke unafikiri, ukiwa mwanamume unafikiri. Tena mwanamke muaminifu zaidi na mtendaji zaidi kwa sababu ya woga kuliko mwanamume. Nataka niwaambie ndugu zangu, niwaambie wazee wetu, pamoja na mila na desturi zetu, na nimeanza kusikia, mwenyekiti umeondoka, lakini nimeanza kusikia maneno pia kwamba huko CCM mara sisi wametupa wagombea 4 wanawake. Kwani wanawake wana nini? Nataka kuambieni, watachapa kazi sawa sawa na wengine walivyochapa kazi. Mkoa huu utaendelezwa na wanawake na wanaume wote kwa mshikamano wetu. Tanzania hii itatekelezwa, mambo yake itaendelezwa na itajengwa na wanaume na wanawake wote kwa umoja wetu. Kinachosema hapa, cha muhimu hapa, sote ni Watanzania, sote ni wa taifa moja, sote lazima tushikamane kama waasisi wetu walivyotuambia tushikamane, tujenge nchi yetu. Kwamba huyu mwanamke, huyu mwanamume, hayo hayapo ndugu zangu. Ulimwengu huu unajengwa na wanawake na wanaume. Kuna wanasayansi wanawake na wanaume, kuna madaktari wanawake na wanaume. Na unapokwenda hospitali husemi daktari mwanamke asinitibu, au mnasema unatibiwa na mwanamke na mwanamume, si ndio? Unapolindwa, ulinzi wa Tanzania unalindwa na askari zetu hawa wanawake na wanaume. Au tumesema askari wanawake hawafai kulinda? Si wanapangwa malindo? Si Tanzania yetu iko salama? Tofauti iko wapi? Sasa mimi niwaombe ndugu zangu, mila, desturi, makabila hayatatusaidia sana kwenye mwendelezo wa nchi yetu. Hakuna, hayatatusaidia sana. Niwaombe tuimarishe mshikamano wa Watanzania. Tuimarishe mshikamano wa Watanzania. Hata mimi nilivyoingia
kuna waliobeza kwamba sitaweza, lakini leo tunazungumza mengine. Leo tunazungumza mengine ndugu zangu, kwani waombe sana watu wa mkoa wa Mara, wana Serengeti, tupige kura kwa chama chetu, kwa chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Aliyesimamishwa na chama tumejiridhisha kwamba ataweza, tutaweza kufanya naye kazi, tutaweza kumshushia fedha afanye kazi na madiwani, maendeleo yapatikane kwenye maeneo yetu. Chama cha Mapinduzi tumejiridhisha hivyo. Sasa hapa hakuna mwanamke au mwanamme wa kabila langu, si wa kabila langu. Muhimu mshikamano wa Watanzania, na wote twende tukafanye kazi, twende pamoja. Mmenielewa? Mmenielewa? CCM oye! Kazi na utu. Sasa niseme ndugu zangu, Serengeti mmenifurahisha sana kwa wingi huu mlivyokuja. Na hii askari, kuna vijana wakorofi pale katikati, naomba mwashughulikie. Kuna vijana wakorofi hapo katikati wanasukuma wenzao makusudi, washughulikiwe. CCM oye! Sasa ndugu zangu, tuombe kura. Tuombe kura. Niombe mgombea ubunge aje hapa nimkabidhi ilani, madiwani wetu wako hapo, na twende tuombe kura. Ilani ambayo mgombea ubunge anapewa ni mkataba wa wananchi wa Serengeti pamoja na Chama cha Mapinduzi. Mambo yatakayofanyika yote hapo ndani ya ilani hiyo, hivyo mkichague chama kutekeleza. CCM oye! Kazi na utu. Madiwani, naomba mnyanyue ilani zenu. Mbunge nimemkabidhi ilani ya taifa na ilani ya mkoa wa Mara. Hizo ndogo walizo nazo madiwani ni ilani za mkoa wa Mara kama mkoa. Kila wilaya ya mkoa huu iko humo, mambo ambayo tunakwenda kuyatekeleza. Na hiyo ndiyo kazi ambayo CCM tunaomba mtupe tukafanye, tujenge utu wa mwana Serengeti, utu wa mwana Mara, bila kujali kabila lake, bila kujali dini yake, bila kujali mwanamke au mwanamme. Kazi yetu ni kwenda kujenga taifa hili na kufanya kazi utu wa mwana Serengeti uheshimike, uimarike, unawirike. Hiyo ndio kazi yetu. Kwa hiyo mimi mwenyewe Samia Suluhu Hassan, mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, pamoja na mbunge Mary Daniel, mgombea ubunge kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, pamoja na madiwani wetu wa kata zetu ndani ya wilaya ya Serengeti, sote kwa pamoja tunaomba kura zetu. Sasa nione mikono ya wana Serengeti watakaopiga kura kwa Chama cha Mapinduzi. Serengeti oye! Asanteni sana. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tarehe 29 tuamke wote, tuwe wazima na salama, tuwe na furaha nyoyoni kwetu. Kwa pamoja twendeni tukapige kura, tuchague chama chetu, tuweze kujenga maendeleo yetu. Twendeni kwa pamoja. Kama ni baba wa familia, ukiamka, vijana wako na mama walioandikishwa ndani ya daftari, toka nao, nenda nao. Kama ni balozi wa eneo lako, hakikisha kila aliyeandikishwa kwenye daftari la tume, toka naye eneo lako lote, wametoka wamekwenda kupiga kura. Tumeelewana ndugu zangu?
twende tukachague Chama cha Mapinduzi ili tujenge nchi yetu. Msidanganywe wana Serengeti. Kwa sasa hivi hakuna chama kitakachoweza kuendesha nchi hii yakapatikana maendeleo yaliyopatikana. Msidanganywe. Ni Chama cha Mapinduzi. Tutabadilishana tu. Atatoka Mkapa kaingia Kikwete, atatoka Kikwete kaja Magufuli, kaingia Samia, atatoka ingie mwingine, lakini ni CCM ndiyo iliyojenga nchi hii na inayoweza kujenga nchi hii. Ndiyo iliyoachiwa misingi ya falsafa za kisiasa na kisera na waasisi wetu na baba wetu wa taifa ambaye ni Bwana Mara huku. Kwa hiyo msije mkamwangusha baba wa taifa. CCM oye! Mara oye! Serengeti oye! Kazi na utu. Tunaomba kura zenu na Mungu awabariki. Asanteni sana. CCM oye!